Ramadhani tunatakiwa tujiandae kwa mazoezi ya kiroho, sio mazoezi ya kimwili tu. Kama mazoezi ya kimwili yanampa mtu afya na uwezo wa kinga zaidi dhidi ya maradhi, mazoezi ya kiroho yanamsaidia mtu kuwa na kinga dhidi ya tabia mbaya. Vyote hivi viko sawa. Ikiwa unaamini kwamba ukifanya mazoezi kisawa sawa ya mwili wako utaweza kupambana na maradhi mbalimbali, yatakupa afya zaidi. Kuna afya ya kiroho inayokufanya uwe mtu mwema, uwe na maadili, uwe na discipline, nidhamu katika maisha. Mazoezi hayo yanapatikana katika ibada, na mwezi wa Ramadhani ni katika miezi muhimu sana ya mazoezi ya kiroho, na ni short course muhimu sana ambayo mtu akifocus, akitoka katika short course ile, atakuwa na discipline ya hali ya juu, nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu Ramadhani ni nidhamu. Sangapi ule, sangapi uache kula, sangapi uingie katika ibada, sangapi utoke katika ibada. Inakwisha ibada ile, kipindi gani unatakiwa utoe zakatul fitr. Ni kozi ya kujenga discipline kwa mwanadamu, nidhamu. Hakikisha unaingia vizuri. Kuna watu wanaingia katika Ramadhani na vibuti vile vile, kwa lugha vijana kule mashuleni. Anataka kuibia mtihani katika mwezi wa Ramadhani, anataka afunge, aipate funga, na wakati huo huo macho yasipitwe na mwanamke yoyote yule barabarani. Vyote anavitaka, haviimbi sawa sawa. Na si lazima akuone mtu. Unakunja thamani ya Ramadhani yako, unaifanya Ramadhani yako ikose nguvu ya kukubadilisha wewe. Ndio maana tunasema mara nyingi, ukiswali subhi ukatoka nyumbani kwako, sema alhamdulillah, leo siku yangu nzuri. Na ukikosa subhi usitizame kama umemwasi Mungu tu, lakini pia umeharibu siku yako ya siku ile. Mungu aifanye Ramadhani yetu inshallah kwa Ramadhani yenye kufocus, yenye kuzingatia, lakini yawe ni mazoezi ya kiroho ya kisawa sawa, yatakayotuvusha katika tabia mbaya kwenda tukaenda katika bara yenye amani, yenye tabia nzuri zaidi. Ramadhani ni jahazi ambao tutalipanda sote, lakini liduvushe salama kitabia, tufikie mahala tukimaliza Ramadhani tunasema bio, mimi sasa Ramadhani imetoa hapa, imenipeleka hapa, sisengenyi tena, nitakuwa mwaminifu, nitajenga urafiki na binadamu wenzangu. Haya ni katika machache juu ya maandalizi ya Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.